Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Karibuni tuanze ibada yetu ya siku ya leo, siku ya Bwana baada ya Utatu, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tusome Zaburi ya leo. Tutaungana pamoja. Zaburi ya 78 mstari ule wa 8 mpaka ule wa 16. Zaburi ya 78 mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 16. Tutasoma kwa kupokezana. Na wasiwe kama baba zao, kizazi cha ukaidi na uasi, kisasi kisichojitengeneza moyo, wala roho yake haikuwa amani kwa Mungu. Hawakulishika agano la Mungu, wakakataa kuenenda katika sheria yake. Mbele ya baba zao alifanya mambo ya ajabu katika nchi ya Misri, konde la Soani. Akawaongoza kwa wingu mchana na usiku kucha, kwa nuru ya moto. Mstari wa 16 some pamoja. Akatokeza na vijito gengeni, akateremsha maji kama mito. Amen. Niombe tukae, tutamsifu Mungu wetu kwa wimbo nambari ya 150. Wimbo nambari ya 150. Mimi niwe mwamba wangu, yangu, wema wake wapita vyote duniani. Wema wake wapita vyote duniani. Aturuzuku kila kitu, tukawe wema kwetu. Wema wake wapita vyote duniani. Wema wake wapita vyote duniani. Upendo wake mwingi sana, katutumia mwana wake. Wema wake wapita vyote duniani. Wema wake wapita vyote duniani. Katika Yesu mwana tutapatanishwa naye Bwana. Wema wake wapita vyote duniani. Wema wake wapita vyote duniani. Ashukuriwe Mungu wetu, sifa zote zake Bwana. Wema wake wapita vyote
wema wake wapita vyote duniani. Tusimame tumwombe Mungu. Ee Bwana, muumba, mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, tunakuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu ili uweze kupokea mahubiri ya neno lako na ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo kama Mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Tusikie kwa ajili yake Kristo. Amen. Wapendwa, Bwana Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema: pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa, tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumungamie Mungu dhambi zetu. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumungamie dhambi zetu hali tukisimama. Kurasa wa 251, sehemu ya kwanza ya ungamo. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi ndiye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazotia dhambi zangu na kutubu kweli, nakusihi kwa rehema yako kuu unihurumie na kuniokoa. Mimi ndiye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, nisamehe dhambi zangu zote, nipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, shike maneno mpya. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ungamo hili likiwa ni la kweli na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo natangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wapendwa, hali tukisimama tuungane na Wakristo wenzetu ulimwenguni kukiri imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba wa mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo, lililo moja tu, katika watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washarika tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Ama nikaribishe kwaya watupe wimbo. Baada ya wimbo huo tusikie matangazo ya leo. Now
miti, tukaijenge nyumba yake Bwana. Wakristo pamoja, tupande milimani, tukaikate miti, tukaijenge nyumba yake Bwana.
Twendeni milimani, tukaikate miti, tukaijenge nyumba yake Bwana. Vijana wale, pandeni milimani, tukaikate miti, tukaijenge nyumba yake Bwana. Wapito pamoja, pandeni milimani, tukaikate miti, tukaijenge nyumba yake Bwana. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, na rehema zake ziko hata milele, na zitadumu sifa zake milele. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, na rehema zake ziko hata milele, na zitadumu sifa zake milele. Moyo wangu umetulia, utangazaje injili ya Bwana. Moyo wangu umetulia, utangazaje injili ya Bwana.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi tunapoendelea kutafakari ujumbe wa neno la Mungu. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa sababu umetupa kukusanyika mbele ya madhabahu yako ili upate kusema nasi maneno yako ya uzima. Tuomba Roho wako Mtakatifu wewe mwalimu wetu. Fungua mioyo yetu ili Bwana, kila mmoja atakayesikia ujumbe wa neno lako apate kujitoa kukutumikia wewe kwa furaha. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Leo ikiwa ni siku maalum kwa ajili ya harambee ya kazi ya Mungu kwenye sharika wetu na kipekee mtaa huu wa Kasirwa, nimechagua ujumbe wa neno la Mungu kutoka kitabu cha Nabii Hagai sura ya 1. Tungeweza kusoma mstari wa 1 mpaka mstari wa 13. Lakini kwa ajili ya muda nitasoma mstari wa 8 tu. Na mstari huu wapendwa wetu wameusoma kwa njia ya nyimbo zao. Tunaomba turudie tena kuusoma pamoja. Kitabu cha Nabii Hagai sura ya 1 mstari wa 8. Watangulie kusoma kwa msaada wa Bwana. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Amen. Tukae. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilisema tungeweza kupata muda wa kutosha na kila mtu anaweza kujisomea kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 18. Utaelewa vizuri kiini cha somo ambalo nimelichagua. Lakini kwa ajili ya muda nimechagua mstari huu mmoja tu kutuongoze kwa siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Na niseme ya kwamba mengi ambayo ningependa kusema, nishukuru sana kwaya yetu. Imeyasema yote. Imehubiri kila kitu. Kwa mimi nitaongeza maneno machache tu katika haya ya msingi ambayo tungependa kuyatafakari siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza niseme ya kwamba leo ni siku ya furaha sana. Ni siku ya nini? Ya furaha sana. Sema ya furaha utasema kwa huzuni au utasema kwa kutabasamu? Kwa kufanyaje? Ni siku ya furaha kwa kila mtu aliyehudhuria katika ibada hii. Na kama huna furaha, basi naomba uwe na nini? Uwe na nini? Hebu muulize mwenzako, mgeukie umwambie una furaha. Mgeukie kabisa. Kila mtu amgeukie mwenzake. Mwambie wewe una furaha. Mwangalie, kila mtu awe na nini? Awe na furaha. Kwa nini? Kwa sababu kumtumikia Mungu ni furaha. Kumtumikia Mungu ni nini? Sio huzuni, sio majuto, sio uchungu. Kumtumikia Mungu ni jambo la furaha. Ukiitwa labda leo na rais. Leo rais wetu ni nani? Samia. Akakuagiza ufanye kazi fulani, utafurahi au utachukia? Umeteuliwa na rais kufanya kazi yake aliyochagua, kwa lazima ufanye nini? Ufurahi. Na mimi na wewe tumeitwa na huyu mfalme wa wafalme kumtumikia nani? Kufanya kazi ya nani? Kwa hiyo lazima tufanye nini? Lazima tufanyeje? Tufurahi.
Wewe mwambie ndugu yangu, furahi kwa sababu unamtumikia nani? Furahi kwa sababu unamtumikia, umeitwa kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Nabii Hagai ambaye nimesoma habari zake hapa, ni nabii ambaye alikuwa mdogo kuliko manabii wote katika Biblia. Kuna manabii wakubwa na manabii wadogo. Lakini pamoja na hali yake, aliitwa kutoa unabii kwa wafalme, akaitwa kutoa unabii kwa viongozi wa dini. Kwa viongozi wa nani? Wa dini. Kwa habari ya kanisa ya hekalu la Yerusalemu lililokaa katika hali ya kuharibika. Limekaa katika hali ya kubomoka baada ya vita. Wana wa Israeli wakaondolewa, wakapelekwa utumwani Babeli. Kwa hiyo lile hekalu takatifu la Mungu likavunjwa kutokana na vita, likaharibika, likawa bovu kabisa. Watu wakakata tamaa kumwabudu Mungu. Watu wakapaangalia mahali patakatifu, mahali ambapo watu walikuwa na mwabudu Mungu kwa furaha, hawakuona tena kwamba ni mahali pazuri. Na Mungu alipoona akachukizwa. Wafalme walipoona kwamba hekalu limeharibika, viongozi wa dini walipoona hekalu limeharibika, wakakaa kimya. Wakafanya nini? Wakakaa kimya. Wakasema, huu sio wakati wa kulijenga upya hekalu la nini? La Bwana. Kwa nini? Kwa sababu watu wetu wamepelekwa utumwani wapi? Babeli. Waliobaki ni wachache sana, hawawezi kujenga nyumba ya nani? Ya Bwana. Kama ambavyo hata si leo tutasema sisi ni wachache, hatuwezi kufanya harambee, hatuwezi kujenga kanisa la Bwana, hatuwezi kujenga nyumba ya mtumishi. Tena wengine wangesema mjilisti sijui kwa nini amefanya harambee kipindi hiki. Hatujavuna, hatuna chochote, kipindi kigumu, hakuna pesa, lakini anasema tufanye nini? Mbona hamsemi jamani? Tufanye harambee. Kila mmoja angeweza akatoa udhuru kwa namna yake. Na ndivyo ilivyokuwa wakati wa nabii Hagai. Lakini Mungu kwa kinywa cha nabii Hagai akamwambia, waambie hao wachache wapande milimani, wakate miti, tukaijenge nyumba ya nani? Nyumba ya Bwana. Nami nitaifurahia, tena mimi nitatukuzwa. Mungu ataifurahia kazi yao, Mungu ataifurahia hiyo nyumba, tena Mungu atatukuzwa kutokana na kazi yao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusiogope uchache wetu. Tusiogope kuifanya kazi ya Bwana pale ambapo sisi tunaona kwamba tunakutana na changamoto labda za hali ya hewa, hali mbaya ya uchumi, kipindi ambacho labda tunaona hakifai, lakini kila wakati ni wakati wa nani? Wa Bwana. Kila wakati ni wakati wa Mungu. Huu ndio wakati ambao Mungu anataka mimi na wewe tumtumikie, tena kwa furaha. Huu ndio wakati ambao Mungu anataka mimi na wewe tumtolee mali zetu, tupande milimani, tukate miti. Kila mmoja akikata mti, kila mmoja akajitolea kwa sehemu yake, kazi ya Bwana itasonga. Tunachohitaji ni umoja wetu. Na tena tujue ya kwamba sisi hatuko peke yetu. Mungu anasema yuko pamoja. Katika Biblia anasema yeye hufanya kazi pamoja na wampendao. Tunapompenda Mungu tukajitoa kwake kumtumikia, Mungu anafanya kazi pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwa huu ni wito wa Mungu kwa taifa la Israeli, kwa mabaki waliobaki pale Yerusalemu. Lakini pia ni wito wa Mungu kwetu sisi kuifanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Tumtumikie Mungu kwa furaha. Haijalishi hata hali tulionayo, uchache wetu, hali ya hewa, umaskini au utajiri,
hali mbaya ya uchumi. Labda na wengine wangeongeza kipindi hiki kibaya cha gonjwa la nini, la corona. Utapata wapi pesa? Ndugu zangu, tusiogope, Mungu yuko pamoja. Niwaambie, hakuna aliyejitoa kumtumikia Mungu akawa maskini. Mwandishi wa Zaburi ile ya 37 mstari wa 25 anasema, nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki amefanya nini, ameachwa, wala mzao wake akiomba nini. Kwa ukiwa mcha Mungu, mwenye haki, unayejitoa kumtumikia Mungu, Mungu hata kuacha. Hatafanya nini? Hata kuacha. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, tujitoe kwa moyo na malengo ambayo tumekusudia kwa ajili ya harambee ya leo. Tuamini ya kwamba Mungu atatuwezesha kuyafikia. Mungu atatuwezesha kufanya nini? Kuyafikia, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Na tunapoifanya kazi ya Mungu, Mungu hahitaji kile ambacho huna. Bwana asifiwe. Mungu hahitaji kile ambacho huna. Kile alichokupa ndicho anachohitaji utoe sehemu yake, ufanye nini? Mtumikie. Na Mungu ndiye aliyenipa mimi, ndiye aliyekupa wewe, ndiye aliyempa kila mmoja. Amekupa afya, akakupa uzima, akakupa mali, akakupa fedha, na akasema fedha ni mali yangu. Kila kitu ni mali yake. Na anajua jinsi alivyokupa wewe. Ndio maana katika Injili ya Marko, Yesu aliwaangalia wale waliokuwa wanatoa sadaka. Akaona matajiri, akaona nani? Na maskini. Na mwisho akasemaje? Yule maskini ametoa zaidi kuliko wale matajiri. Kwa nini? Kwa sababu matajiri walitoa mali iliyowazidi, ile sehemu iliyozidi tu, lakini hazina yao imebaki pale. Lakini yule maskini ametoa vyote alivyo, ndio akiba yake yote. Ni nani ambaye aliwahi kutoa sadaka kwa Bwana halafu akarudi nyumbani hana chakula, hata chakula siku? Anyoshe mkono. Yupo? Yaani unatoa sadaka zote ulizo nazo na vyote ulivyo navyo, na unaporudi nyumbani, kule nyumbani hakuna hata ndizi, hakuna unga, hakuna mafuta, hakuna chochote utakachoweka jikoni. Nyoshe mkono. Yupo? Yupo? Hapana. Hatujafikia hali ya huyu maskini ambaye Yesu anampa heshima hapa. Maana yake Mungu anajua vyote tulivyo navyo, na tutoe kwa kadri ya uwezo wetu na kadri Mungu alivyotupa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu amekupa, basi toa kwa kadri ya uwezo wako. Usijilinganishe na mwenzako. Usijifananishe na nani? Na mwenzako. Toa kwa moyo, maana Mungu huangalia moyo. Wanakwaya wameimba. Na tena toa kwa kadri ya uwezo wako. Mchungaji, tulipoanza lile kanisa la Nanjara, niliona kitu cha ajabu. Niliona kitu cha nini? Kuna Mkristo mmoja ambaye Mungu alimbariki. Mungu alifanya nini? Akaleta zaidi ya lori 5 za mchanga peke yake. Tena mtu mama tu. Akaleta moram karibu lori 3. Akaleta sementi zaidi ya mifuko 200. Mifuko mingapi? Akapiga matofali karibu 2000 peke. Akaleta vibarua wa kupiga yale matofali. Akaja mwenyewe akaleta chakula nyumbani, akawapikia wale vibarua peke yake, wale walikuwa wanapiga matofali. Wale waliokuwa na vijana wa kupiga matofali akawalisha peke yake.
tumepata matofali karibu 3,000 kutoka mtu huyu, na mpaka leo sijaona amepungukiwa. Hajaacha kutoa sadaka, hajaacha kutoa nini? Mchango. Kazi ya Mungu imesonga au haikusonga? Na ndivyo ilivyo. Hata hapa Kasirwa wako watu ambao Mungu amewabariki. Kila mmoja amepewa tofauti na nani? Na mwenzake. Na kwa kadri Mungu alivyokupa, ndivyo anavyotaka wewe mwenyewe ujitolee umtumikie. Ujitolee ufanye nini? Na kadri unavyomtumikia ndivyo unavyopata baraka za nani? Za Mungu. Wito huu unakuja kwangu, unakuja kwako, upande milimani, ukate miti, umtumikie Bwana. Na nabii anasema zitafakarini njia. Tafakari jinsi ambavyo Mungu amekubariki. Tafakari ulinzi wa Mungu katika maisha yako. Tafakari yale mema ambayo Mungu amekutendea. Na hivyo ulivyo navyo, muulize Mungu, naomba nikutolee ili wewe uweze kunibariki. Na ataendelea kukubariki, atakupa uzima, atakupa afya, atakupa maisha wewe na familia yako, na hatimaye atakupa uzima wa nini? Ndugu zangu, tujitoe kumtumikia Bwana ili tupokee baraka na hatimaye uzima wa milele. Amen. Siku zote maishani nakubali, takushika siku zote maishani nakubali. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru mchungaji kwa ujumbe nzuri wa neno la Mungu na wa kututia moyo. Sasa wakati mchungaji anazungumza, kuna maneno nilikuwa na tafakari. Unajua wanadamu tunakuwa watu wa kusahau yale mema tunayotendewa. Tunasahau yale mambo ambayo Mungu anatufanyia. Alafu tunakuwa wepesi wa kuangalia hapa karibu badala ya kesho. Kuna bwana mmoja ni mfalme, nyumbani kwake ana wafanyakazi wa kufanya usafi na kulisha mbwa, wengine wanalisha mifugo yake. Na huyo bwana aliweka sheria, huyo mfalme, mtu akikosea anachukuliwa, anatupwa katikati ya kundi la mbwa wake wale wakali. Alafu mbwa wanakurarua, ukikaribia kufa hivi wanakuchomoa huko, wakati huo huna hata kipisi cha nguo. Si mnajua mziki wa mbwa? Mbwa kama 100 hivi, kila mbwa anakuvuta upande wake. Alafu ni wale mbwa ambao wanafugwa mahali hawatoki nje. Ukitaka mbwa wako awe mkali, mfuge ndani, usiku tu unamfungua. Utaona kazi ya huyo mbwa. Sasa kulikuwa na mbwa wa namna hiyo. Kwa yule mfalme akatoa adhabu, akatoa sheria. Mtumishi wake yeyote anayekosea, kamatwa, tupa katikati ya wale mbwa. Akikaribia kufa anatolewa. Sasa kuna kiongozi anayesimamia wale watumishi, ambaye amefanya kazi pale kwa mfalme karibia miaka 30. Ni muda mrefu, sio? Sasa siku moja yule bwana naye akakosea kidogo. Alipokosea, adhabu ikawa ile, kamatwa, tupa wapi? Kule. Sasa yule bwana akafikiria, akatumia akili, akamwomba mfalme, naomba kabla sijapewa adhabu yangu, nipe nafasi kidogo nitumike kwanza kuamlisha mifugo wako pamoja na wale mbwa, pamoja na kufanya usafi, pamoja na hao watumishi wadogo.
kwa muda wa siku 10 tu. Nikifanya hiyo kazi siku 10, baada ya siku inayofuata baada ya hapo nipewe nini sasa hiyo adhabu yangu? Mfalme akasema ni sawa, si amejiongezea adhabu, kwa hiyo ni sahihi aende apewe hizo kazi, afanye kazi hizo zingine, akalishe mbwa, akalishe ng'ombe, akafagie usafi huko nje. Sasa yule bwana alikuwa anataka akatengeneze mahusiano mazuri na wale maadui. Maadui ni nani? Ni wale wanaotoa adhabu kwa mbwa wale. Kwa hiyo alichokuwa anafanya, anaenda akafanya bidii ya kuwalisha wale mbwa kwa siku 10, kupeleka chakula kila siku. Ukishakuwa rafiki wa mbwa, mbwa huwa wanakuaje? Wanakuaga na ugomvi na mtu rafiki, mtu anayempa chakula, wanaga ugomvi na mtu anayetoa chakula. Kwa hiyo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mbwa wakamzoea, wakaona huyu ni rafiki mwema anayetupa chakula, huyu ni mtu mwema kabisa, akawa rafiki wa nani? Wa wale mbwa. Kwa hiyo mpaka imefika siku ya hukumu, yule bwana akasema basi ile kazi nimemaliza, siku 10 zimefika, sasa niadhibiwe. Sasa akachukuliwa akatupwa katikati ya wale mbwa. Alipotupwa katikati ya wale mbwa wengi, wale mbwa wakawa wanatikisa mikia, wanamlabalaba. Kuna mbwa anayemng'ata tena. Najua zile ishara za mbwa akiwa rafiki, sio? Anakuja na kugusa na tikisa mkia, wanamlabalaba, hakuna mbwa ambaye anamgusa. Sasa mfalme akashangaa, akaona kitu cha ajabu sana. Nini hiki kitu? Maana haijawahi kutokea mtu mwenye ambaye yani atupe kwa katikati ya wale mbwa alafu mbwa wasimdhuru. Ndipo akamuuliza, una nini wewe mtu? Yule bwana akasema, mfalme, nimefadhaika sana, nimekutumikia miaka 30, na pamoja na kutumikia miaka 30, leo nimekosea kidogo tu, siku moja nikakuomba msamaha na ukashindwa kufanya nini? Kunisamehe. Ukasahau yale mema yote ya miaka 30 niliyofanya nyumbani kwako, ile kazi nzuri yote niliyofanya nyumbani kwako, mpaka nyumba yako ikasimama, mpaka mali yako ikasimama. Nimesimamia mali yako mpaka umefikia hapo ulipofikia. Leo kwa kosa moja unanihukumu. Akasema, wewe ni mbaya kuliko hawa mbwa. Hawa mbwa walikuwa marafiki zangu kwa muda wa siku 10 tu, wakakumbuka wema niliofanya ndani ya siku ngapi? Lakini wewe ukasahau mema yote ya miaka mingapi? 30. Sasa ndivyo wanadamu tulivyo, tunasahau mema yote ambayo Mungu amewafanyia siku zote za maisha yetu. Kuna wengine si wana 50 hapa, kuna wengine wana 60, sio? Wana 70. Kwanza kuwepo miaka 60, 70, sio mema hayo? Si mema hayo Mungu amekutendea? Umefika miaka 30, si Mungu amekutendea mema? Sasa inakuwaje unasahau leo haya mema yote 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 yote? Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna siku niliwaambia hivi, kuna mtu alishawahi kuomba harambee kwa ajili ya kujenga nyumba yake? Kila mtu amejenga kwake mwenyewe. Sasa hii moja tunashindwaje watu wengi hivi wenye majumba ya maana na magorofa wengine? Hii moja tunashindwaje ya Mungu? Somo la leo lilisema Mungu au ulimwengu. Mungu au ulimwengu. Unachagua nini kati ya Mungu na ulimwengu? Waliochagua Mungu ni nani? Hebu wanyoshe mkono kama umemchagua Mungu. Shusha mkono. Ambaye amechagua ulimwengu. Sasa bado mnazidi kudanganya. Yaani bado tunazidi kufanya nini? Hivi mnajua sifa za mtu aliyechagua Mungu, aliyemchagua Mungu? Sifa za mtu aliyemchagua Mungu, yaani anamtanguliza Mungu kwa mambo yote, alafu ya kwake ndio yanakuwa nini? Ya ziada, yanafuata. Mungu kwanza, alafu mengine. Nani anafanya hivyo ya Mungu kwanza? Hamna. Hakuna Mungu kwanza. Huwa na binadamu tunafanya yetu kwanza, alafu Mungu ya ziada, yale alisema mchungaji. Yaani yale mabaki yale yaliyotuzidi ndio sasa tunafanya nini? Hata wengine tumetoa, sio kwamba tumetoa vyote vilivyo navyo, ni vile vilivyozidi tu tukaleta.
Hata na mwingine amekuja na vile kile ambacho hakipo kwenye mahesabu yake wala kwenye utaratibu wake, watu wanafanya nini? Alafu nasema Mungu kwanza. Mungu au ulimwengu? Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu ni dunia. Wao wanachagua dunia au wanachagua Mungu? Kwa hiyo hebu jitafakari au kaa upya chini, kwamba ujione uko wapi, duniani au umemchagua Mungu. Sifa za aliyemchagua Mungu, anamtanguliza Mungu kwa kila jambo. Na pili, baada ya kumchagua Mungu, pia upendo. Maana upendo ni kila kitu, ni utimilifu. Uweze kusema una upendo wakati kuna jirani yako, kuna ndugu yako, kuna wengine wanalala na njaa. Uweze kusema una upendo Mungu, nyumba ya Mungu iko namna hii kweli? Wakati umejenga nyumba nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ngumu. Hii somo hili ni ngumu. Lakini ndio kweli, na tufanye nini? Tugeuke tuangalie nyuma, tuchague Mungu au ulimwengu. Lakini ya Mungu pia yana neema yake. Kuchagua ulimwengu pia kuna nini? Kuna taabu zake. Tutasoma kwa muda wako masomo ya leo habari ya Lazaro na tajiri. Bwana asifiwe. Sasa kama ulikuwa umekuja na vile vilivyozidi, hebu waanza kubadilika. Kama ulikuwa umeminya kidogo, hebu waanza kubadilika. Kusema sasa kama ni hivi, namchagua Mungu, acha nimtangulize Mungu kwanza. Na hakuna mtu aliyemtumikia Mungu, mchungaji amesoma neno, akafanya nini? Akaaibika, wala akakosa chakula, wala akakosa baraka za Mungu. Baraka za Mungu ni kuwa na afya njema. Unajua kuna watu wanakariri vibaya. Anafikiri kubarikiwa ni kutajirika. Hamna hiyo biashara. Hayo ni mambo ya ziada. Kubarikiwa na Mungu ni kule kuwa na afya njema, kukuondolea taabu nyumbani kwako. Hivi unajua kuna mtu anapata fedha, lakini kila siku nyumbani ni matatizo, kwa ndugu ni matatizo, kwa mjomba ni matatizo. Yaani kila unachokipata kinatoka. Yaani unapata leo kuna matatizo haya nyumbani, inaenda. Kuna hiki unapata, kuna hiki. Unapata fedha ambazo unaweka kwenye mifuko iliyofanya nini? Iliyotoboka. Lakini ukibarikiwa na Mungu, hata kile kidogo kinakaa. Kile unachokipata unaona manufaa yake. Kile unachokipata kinakusaidia. Mungu anakuepusha na magonjwa kwenye familia yako, anakuepusha na mabaya, anakuepusha na mikosi. Hizo ndo baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio namaliza harambee hivyo sasa, ili tuende sasa kwenye nini? Kwenye kazi yenyewe. Bwana asifiwe. Mungu au ulimwengu? Naam? Mungu sio? Kama ni Mungu, tufanye kazi ya Mungu. Unajua sisi tuliobaki tumebaki kwa sababu ya kazi ya Mungu iliyobaki. Sisi kama tunaelewa, yani sisi tuliobaki tumebaki kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu iliyobaki. Mwaka huu tulipata mtikisiko mkubwa. Hata mimi mwenyewe nilipata mtikisiko mkubwa. Nikatafakari juu ya mambo, maana hata ungekomaa na hivyo vya kwako, siku ukianguka ujue hata nani atakula. Ujue hata nani atavitumia, na havitakusaidia nini kitu. Bora ukaweka hazina kwa Mungu, Mungu akakumbuka sadaka yako. Itakuwa heri sana. Bwana asifiwe. Sasa hapa tunazungumza habari ya kumalizia nyumba ya mwinjilisti. Ni kazi nzuri ambayo mlifanya na Mungu awabariki. Hakuna usharika unakuta kuna nyumba ya mwinjilisti kwenye mtaa. Yaani izunguka hata kwenye jimbo hili. Kwa dayosisi nzima sina uhakika, lakini asilimia kubwa hakuna usharika una nyumba ya mchungaji. Alafu pia kwenye mtaa kuna nyumba ya mwinjilisti tena nzuri. Hiyo nyumba yenyewe mnaichukuliaje? Tena nyumba nzuri. Tunaona msaidizi siku ile alikuja hapa alishangaa, sio? Kwamba nyumba nzuri ya mtumishi, yaani ni zaidi hata ya nyumba ya mchungaji. Sio hapa, nyumba ya mchungaji ni nzuri ile ya pale kuliko hii. Lakini nyumba zingine, sharika zingine, hii ya kwetu ni nzuri ya mwinjilisti. Sasa sio. Kwa hiyo
Wapongeze kwa hiyo kazi nzuri. Tena mlifanya jambo la baraka. Mtumishi kwanza, alafu kanisa baadaye, sio? Sasa angekaa wapi? Kiweka jengo nzuri. Kiweka jengo nzuri alafu hakuna mahali pa mtumishi kukaa, inakuwaje sasa? Lakini mkampa heshima kwanza mtumishi wa Mungu, alafu nyumba ya Mungu inafuata, sio? Mungu awabariki kwa hilo. Ile choo iliyobaki hapa na kile kisehemu kidogo pale imebaki tiles. Tufanye nini? Tumalizie. Kama tunakusudia kweli tunamchagua Mungu, na kama unaamini nimebaki kwa ajili ya kutumikia Mungu, toa ulivyo kwa ajili ya Mungu ili Mungu akubariki zaidi. Na kubarikiwa sio kutajirika. Ni kuishi kwa neema, kwa furaha siku zote, hukosi chakula, hukosi mahitaji yako ya kila siku. Hiyo ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Nilisema siku moja, niliwaambia pia hata hapa kwamba nampa huyu mama kikombe cha chai na yule pale, alafu nawekea chai nzuri ya maziwa. Huyu anaanza kunywa, huyu ameshikilia kwa sababu ya ule uzuri, hataki kuipunguza kwanza. Yule anayegawa chai akarudi na thermos anataka waongezee. Anaongeza kwa nani? Kwa yule aliyepunguza, sio? Yule aliyekunywa akapunguza. Akifika kwa sababu kikombe kina nafasi anafanya nini? Yule anayeangalia hataki kupunguza uzuri wa chai yake. Itaongezwa wapi? Nani anakunywa nyingi? Yule aliyepunguza, sio? Yule aliyetumia kile alichopewa ndio anakunywa nyingi. Sasa ukipakata vitu vyako ukaona hutaki kumtolea Mungu, vinabaki vile vile, alafu pia mara pengine vitaharibika. Lakini ukivipunguza kwa ajili ya kazi ya Mungu, unatoa nafasi ya Mungu kufanya nini? Kukuongezea. Tumtumikie Mungu kwa vitu tulivyo navyo, kwa uwezo wako. Maana mchungaji anasema Mungu hahitaji kitu ambacho huna, sivyo? Hahitaji kitu ambacho huna. Kile ulicho nacho, mtumikie Mungu kwa kile ulicho nacho. Bwana asifiwe. Hapa wote ni matajiri na wala hakuna maskini. Kwa sababu gani? Maskini mnajua ni mtu wa namna gani? Maskini ni kama akina Lazaro. Lazaro alikuwa ni maskini, mwili wake umejaa vidonda na hana hata chakula. Ndio maana alikuwa anaenda kwa tajiri yule ili ale hata angalau makombo yale ashibe tumbo. Yale mabaki ya chakula anashindana na mbwa. Kwa hiyo thamani yake ilikuwa mtu wa namna hiyo. Hapa kuna mtu aliyefikia kiwango hicho? Wewe chakula unachokula nyumbani si mabaki yale mbwa ndio anakula? Sasa wewe si tajiri. Maskini ni yule ambaye hana hata haya mabaki, anayatamani kula, lakini yamkini alikuwa Lazaro hapati hata yale mabaki kwa sababu anashindana na nani? Na mbwa anamzidi. Wewe umefikia hatua hiyo ya kutafuta mabaki ya vyakula vya watu? Sasa wewe sio tajiri. Ujumbe mzuri wa kututia faraja. Sasa niombe tutoe matoleo yetu yale ya kawaida, ahadi, wale kuna shukrani ya wiki. Alafu baada ya hapo sasa tutaenda kwenye utaratibu huu.
masikio yangu, moyo wangu nimeufungua, nisikie sauti ya Yesu ikisema nami kwa upole moyoni mwangu. Hakika inauburudisha moyo wangu, hakika inauburudisha moyo wangu. Ananipenda, huyu Yesu anipenda, ananijali, huyu Yesu anijali. Nimeziba masikio yangu, moyo wangu nimeufungua, nisikie sauti ya Yesu ikisema nami kwa upole moyoni mwangu. Hakika inauburudisha moyo wangu, hakika inauburudisha moyo